Karibu mpenzi mtazamaji kwenye runinga inayoenziwa na wengi, runinga ya Chuo Kikuu cha TUM, ikiwa leo ni tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Na kama wahenga wanavyosema, penye nia pana njia, na mwenye kiu ya kujua kweli, kupata habari sahihi na kuelewa yanayoendelea katika jamii, daima hutafuta chanzo cha kuaminika. Ndio maana tunakualika uendelee kuwa nasi, kwani hapo utapata taarifa za hakika, uchambuzi wa Kenya na simulizi zenye kugusa maisha yako ya kila siku. Na katika habari tulizozipa kipaumbele siku hii ya leo ni kama ifuatavyo. Kazi na video walalamika kuchelewa kwa kivuko cha feri Likoni. Na Chuo Kikuu cha TUM chaimarisha elimu ya masafa kupitia uzinduzi wa taasisi ya ODEM. Mifereji iliyoziba mtaani Chude yazua hofu kwa afya wakazi. Na ugumu wa uchumi na ada wasonga wanafunzi wa TUM muhula huu. Miundombinu mpya ya M-Block yatajwa kuboresha ustawi wa wanafunzi. Na uhifadhi wa mazingira wapewa kipaumbele kupitia utupaji salama wa chupa za plastiki. Bam, karibu. Jina langu ni Carlos Kahini. Na mimi Zaina Tabitha. Na mtafsiri wetu wa lugha ya ishara ni Evelyn Mulwa. Tukiangazia habari ya kwanza, changamoto za kila siku katika kivuko cha feri Likoni zimeendelea kwa donda ndugu kwa wakazi wa Mombasa. Hali hii inatajwa kuathiri pakubwa ratiba za kila siku za kazi pamoja na masomo kwa wanafunzi. Mwanahabari wetu Judy Kimathi ana maelezo zaidi. Kero ya feri ya Likoni inazidi kuwaumiza wakazi wa Mombasa. Kila kukicha, mamia ya abiria wanachelewa kufika shuleni na kazini. Hali hii inaharibu uchumi wa raia na wanafunzi ambao wanategemea kivuko hichi kila siku. Kivuko hiki cha Likoni ndio njia kuu inayounganisha kisiwa cha Mombasa na upande wa kusini na kinatumiwa na watu wengi sana kila siku. Lakini badala ya kurahisisha usafiri, kimekuwa chanzo cha mateso kwa sababu feri zinachelewa kufika sana. Ucheleweshaji huu si tu kwamba unaharibu ratiba za kazi na biashara, bali pia unahatarisha usalama wa abiria. Hali inakuwa mbaya zaidi kila kukicha. Ingawa wananchi wamekuwa wakilalamika mara kwa mara, hakuna msaada wowote uliotolewa. Raia wanaomba msaada wa haraka ili kusuluhisha swala hili. Nikiripotia runinga ya TUM TV, jina langu ni Judy Kimathi. Chuo Kikuu cha Kiufundi cha Mombasa kimepiga hatua kubwa katika sekta ya teknolojia ya kidijitali. Hii ni kufuatia uzinduzi wa taasisi mpya ya ODEM inayolenga kurahisisha masomo kwa njia ya mtandao. Na mwanahabari wetu Kennedy Kialo ana mengi zaidi. Chuo cha Mombasa kimefungua taasisi mpya ambayo itakuwa inasaidia wanafunzi ambao si lazima ukuje kwa shule. Inakuwa unafanya kazi yako pia unasoma. So utakuwa si lazima uattend ile tunaita physical class. So ambao sasa wamefungua taasisi mpya ambayo inaitwa ODEM. Sasa thank you. My name is Dr. Ubada Musau. I am the director in charge of the Institute of Open Distance and E-Learning at the Technical University of Mombasa. We say this is the only university at sea level. Yes, the programs will be offered across all levels, starting from certificate, diploma, business, bachelor's, master's, all postgraduate, including PhD. And currently most of our master's program and also the PhD programs, they are running online. The students don't have to travel distance to come for learning. The biggest challenge, if I may say, that we have is actually in terms of the student honing the gadgets that are necessary for learning online. Most of the students still don't have a laptop. Majority rely on smartphones. So as much as we offer mobile learning, there's a challenge from the side of the learner. They need support to have a laptop or a computer that can support learning, especially when it comes to assessment. There's a requirement because exams are supposed to be proctored. So there's a requirement for them to have a laptop that has a webcam and also has a microphone. Mimi ni Kennedy Kialo nikiripotia runinga ya TUM kaunti ya Mombasa. Swala la usafi wa mazingira limezua mjadala mikali miongoni mwa wakazi mtaani Chuda.
Hii ni kutokana na kutekelezwa kwa miundombinu ya maji taka inayofia kuleta milipuko ya magonjwa. Acha tupate mengi kutoka kwa ripota wetu Ibrahim. Hali ya usafi ikiendelea kuwa changamoto katika baadhi ya kaunti nchini Kenya, wakazi wa eneo la Chuda, Mombasa wanatoa wito kwa serikali ili kushughulikia mapipa ya taka na mifereji ya maji iliyozibwa. Kwa majina naitwa Chebusela 244 tukazi hapo sawa. Maeneo ni ya Chuda hapa tulipo site chini. Hiyo la usafi mazee iko duni sana, iko chini sana ndio usafi hapa Chuda mazee. Kwa ukiangalia hivi unasoma ndio ni nani, lakini ukienda barabarani kule sehemu za Chuda kama kuja kodi pale, ukienda Chuda kwa wazee kote kumejaa matakataka barabarani, na sasa hakuna magari ya kokota, magari yako bado wanasema mafuta hakuna, mara ukinyesha wanasema mvua magari yateleza kule, so yani inakuwa hadi sana kuja kubeba. Kwa serikali sisi zote tunaomba tuwekee magari kila mahali kama vile wanasema tunatetea. Sababu wanasema tunatuo ilikuwa kuna uchafu mwingi sana. Uchafu kwa ndani ni mahali ukikushika watu na shida. Bali sasa hakuna hata gari barabarani wala pipa. Naona sasa magari tunapata kafaya kule na mtakule unaambia mwisho wa saa 9 unafukuzwa. Sasa unaambia rudi na takataka zako. Kwa sababu masaa yameisha mwisho wa saa 9, lakini ukiangalia Chuda huku kumechafuka, ukienda majengo kumechafuka. So ombi ambao tunaomba na watuwekee magari kila mahali, kama wameshindwa na hiyo atoke mapipa barabarani ili mtu akibwaga kitu abwaga ndani ya pipa pale. Hao ndio maombi yangu ambayo mko nao. Wakazi hao wana matumaini kuwa serikali itasikia kilio chao. Nikiripotia runinga ya TUM, jina langu ni Eve Juma. Naam, mwelekezi wetu Bwana Benjamin Kinyoda anatufahamisha kwamba tupate pumziko fupi. Tafadhali usiende mbali, maana tukirudi tutarudi na habari nyingi ikiwemo za michezo. Na tukisonga mbele, ugumu wa maisha wa chuoni umewalazimu wanafunzi wengi chuoni kubuni mbinu mbadala za kujikimu. Wanafunzi hao wanalalamika kupanda kwa gharama za elimu huku wakikabiliwa na ukata wa kifedha. Na mwanahabari wetu Raymond Odhiambo ana mengi zaidi. Ugumu wa uchumi imeaffect sana wanafunzi katika chuo kikuu cha TUM, na muhula huu wamekuwa na ugumu wa kulipa ada ya shule, na wengi wao masomo yao wamekuwa na changamoto sana kwa sababu ya uchumi ambayo imeaffect mambo ya wazazi, wamekuwa na shida ya kulipa. Nimejaribu kuangazia mambo kama hayo. Ni Sadiambo Owino. Karo ya shule imepanda, alafu uchumi ya Kenya imepanda. Sasa wazazi wanaangalia priorities, wanaona sasa wakisha kulipia karo ya shule, wewe sasa utafute venye utasurvive. Sasa mimi niliingia kwa biashara, ninauza peremende. Naweza sema hiyo biashara imenisaidia. Sasa mzazi analipa karo, mimi najitegemea vitu vingine. Kwa majina mimi ni mwanahabari wako Ray Odhiambo, TUM TV. Usimamizi wa chuo kikuu cha TUM kimepongezwa kwa kuweka maeneo mapya ya kukaa karibu na jengo la M Block. Hatua hii inataja kuongeza nafasi nzuri na yenye utulivu kwa ajili ya mijadala na vikundi vya kujisomea. Ripota wetu Michelle Kweke ana mengi zaidi. Naam, niko karibu na maeneo ya M Block ambapo tunaona uongozi wa TUM wameweka maeneo mapya ya wanafunzi kukaa ili kuweza kujadiliana na kufanya kazi zao za ziada. Nyuma yangu tunaweza kuona kuna wanafunzi ambao wanajaribu kufanya majadiliano ama kazi zao za ziada. Haya maeneo yamenisaidia sana sana, hasa wakati wa mitihani. Tunashuhudia wanafunzi wengi sana shuleni, na wakati huo madarasa pia ni machache na viti pia ni chache. Sasa tunakuja hapa, tunaketi tukingoja wale ambao wanafanya mitihani wamalize ndio tupate nafasi ya kwenda kufanya mitihani katika hayo madarasa. Kando na hayo pia maeneo haya yamekuwa ni yametengeneza sana shuleni, mazingira ya shuleni, na
watu wakija at least wanapata mahali pa kupumzika. Si ati sasa wakitaka kupumzika ni lazima waende waketi kwa jua nini. Kuna mahali mahali ambapo kuna viti, kuna shelter, that is shelter and at least they can accommodate themselves. Nikiripotia runinga ya TUM, mimi ni Michelle Kwekwe. Na utunzaji wa mazingira umezidi kupewa kipaumbele chuoni kufuatia kuanzishwa kwa eneo maalum la kutupa taka. Mradi huu unalenga kukusanya chupa za plastiki karibu na lango kuu ili kudhibiti uchafu miongoni mwa wanafunzi. Na mwanahabari mwenza Zainab Tabitha amelizamia swala hili. Okay. Kama unavyoona mpenzi mtazamaji, eneo hili ambalo linapatikana katika karibu na lango kuu la Chuo Kikuu cha Teknolojia Mombasa imetengwa ili kuhifadhi chupa za plastiki. Wafanyikazi, wahadhiri na wanafunzi wote wanatakikana kutupa chupa zao za plastiki katika eneo hili. Maeneo haya yamesaidia sana mazingira ya shule. Hata ukiangalia unaona mazingira haya ni pasafi sana. Chafu yote yamewekwa katika maeneo moja. Unajua sasa shule ni safi, tuna breathe fresh air, tunakaa vizuri, tunakula chakula, germs ni kiasi ama tuisema ati germs haiko 100%, iko kidogo. Thank you very much. Ni mapendeleo mazuri navyo TUM inavyotenga maeneo kama hapa kutupia plastiki. It's part of the environmental conservation in the sense of you are segregating the plastics from the non-plastics. Sasa mimi naonelea TUM imesaidia sana mwanzo kuleta sura ya chuo kikuu, maana yake imeonyesha kuna njia nyingi za ku recycle the plastic that we use in campus. Na it's part of the conservation, na naomba sana isiwe ni hapa peke yake, baka kule chini in the famous Manyani and even the Marine kukuwe na tengo kama hili la kutupa plastiki, so the comrades, because consumption ya comrades ni FMCG tunatumia juu sana maji sana, waweze kuwa na sehemu yao ya kutupa plastiki na maeneo mengine ya takataka. So kwangu kwa swali lako ni jambo la maana sana, na tuendelee hivyo hivyo kama chuo kikuu. Na mpenzi mtazamaji, eneo hili ni lisafi sana na chuo kikuu cha TUM kimefanya jambo kuu kwa kuimarisha usafi eneo hili. Nikiripotia runinga ya Chuo Kikuu cha Mombasa, jina langu ni Zainab Tabitha. Na habari za mchezo, msisimuko wa dimba la kombe la dunia mnamo mwaka 2026 unazidi kupanda kote ulimwenguni. Hii ni baada ya mataifa 12 kukata tiketi ya kuingia hatua ya 16 bora ya michuano hiyo. Na ripota wetu Carlos Kahindi ana mengi zaidi. Timu 12 zimejitolea nafasi ya 16 bora katika michuano ya kombe la dunia mwaka huu, huku wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mombasa wakijiandaa katika michuano ya vyuo vikuu inayokuja hivi karibuni. Nikiripotia runinga ya TUM, jina langu ni Carlos Kahindi. Imani thabiti kwamba mwaka huu watafika kileleni. Naumia sana vijana wa Faransa. Timu yote ya Afrika mimi kwa sasa sina imani nayo kabisa. Portugal watachukua kombe la dunia na tutaona na atakayekuwa mshindi hongera kwake. Portugal atachukua kombe la dunia. Na hivyo basi. Na mtazamaji, tumefika kikomo. Nimekuwa hapo Carlos Kahindi. Shukrani sana mpenzi mtazamaji kwa kuchagua runinga ya TUM, na washukuru wanahabari wetu wote tukiwemo chini ya mwelekezi wetu Bwana Benjamin Kinyoda. Umekuwa na mimi Zainab Tabitha. Evelyn Mulwa amekuwa mtafsiri wa lugha ya ishara siku ya leo. Alamsiki.